Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amesema Jumatatu kuwa nchi yake iko tayari kurejesha rasmi mahusiano ya kidiplomasia na mahasimu zake Syria na Lebanon. Hata hivyo, Saar amesisitiza kuwa suala la eneo la milima ya Golan lililonyakuliwa na Israel halipaswi kujadiliwa. Viongozi wa Israel wanadai kuwa kutokana na kudhoofishwa kwa Iran baada ya vita vya siku 12 mnamo mwezi huu, nchi nyingine katika kanda hiyo zinayo nafasi ya kurekebisha mahusiano yao na Israel. Leo hii mamlaka za Iran zimesema watu 935 wameuawa wakati wa makabiliano hayo. Hata hivyo, Israel inakabiliwa na shinikizo kubwa la kumaliza vita vya Gaza, lakini serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inaonekana kusuasua kufanikisha makubaliano ya kusitishwa vita kwa madai kuwa inataka kwanza kulitokomeza kundi la Hamas ambalo kwa muda mrefu imekuwa ikipambana lakini ikishindwa kumaliza mapambano hayo. Makumi wa Palestina wameuawa kwenye ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israel katikati mwa shinikizo la Marekani la kutaka vita hivyo vifikie mwisho. Idara inayoshughulikia usalama wa raia kwenye ukanda wa Gaza imesema watu 35 wameuawa na vikosi vya Israel siku ya Jumapili, ikiwemo 11 waliouawa karibu na vituo viwili vya kugawa misaada ya kiutu vinavyosimamiwa na wakfu ulioanzishwa kwa uungaji mkono wa Israel pamoja na Marekani. Shirika la habari la Palestina Wafa limenukuu mashuhuda ambao hawakutajwa majina, limesema watu hao wameuliwa karibu na vituo viwili vya kutoa misaada, kimoja katikati mwa Gaza na kingine kwenye mji wa kusini mwa Rafah. Wakfu unaosambaza misaada hiyo umesema kuwa ukigawa mahitaji bila tukio lolote umelituhumu kundi la Hamas linalotawala Gaza, huku akisema kwamba ndio chanzo cha kuvuruga usambazaji wa misaada. Hata hivyo, Israel ambayo inataka kuwa na uhusiano wa mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Lebanon pamoja na Syria, imesema kwamba ni nyakati ambazo mataifa haya yamejifunza jambo kubwa kutokana na vita kati ya Israel na Iran, na hivyo Israel haina wasiwasi juu ya uhusiano huo. Hata hivyo, ilitajwa kwamba Israel pamoja na Syria zitakuwa katika uhusiano kuanzia katika mwaka 2027, ambapo uongozi mpya wa Al-Julan ulielezea kwamba upo tayari kuwa na uhusiano pamoja na Israel, licha ya kwamba Israel imeendeleza mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali huko katika nchi ya Syria baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad. Israel ilishambulia maeneo kadhaa nchini Syria ikiamini kwamba inafanya mashambulizi kuharibu mifumo ya silaha za taifa hilo, ikiamini kama zitaendelea kusalia zitakuwa chini ya makundi ya wapiganaji, hasa makundi ya wale wanaopinga serikali ya Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia hapa The World News.